Iran imesema kuwa inaendelea kupitia kwa kina pendekezo jipya kutoka Marekani lilolenga kumaliza vita vinavyoendelea katika eneo la Ghuba ya Uajemi, huku ikiongeza kwamba majibu rasmi ya Teherani yatatumwa kupitia upatanishi wa Pakistan katika siku zijazo. Hatua hii imeongeza matumaini ya uwezekano wa kupatikana kwa suluhisho la kidiplomasia baada ya miezi kadhaa ya mapigano, mashambulizi ya anga, vikwazo vya kiuchumi na mvutano mkubwa kuhusu usalama wa mlango wa Hormuz pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kuwa serikali ya Iran imepokea rasmi mapendekezo kutoka Washington na sasa viongozi wa juu wanafanya tathmini ya kina kabla ya kutoa msimamo wao wa mwisho. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Iran inataka kuhakikisha kuwa makubaliano yoyote mapya hatakuwa ya muda mfupi, bali yatahakikisha usalama wa taifa hilo, kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi pamoja na kuheshimu haki yake ya kuendelea na matumizi ya nyuklia kwa malengo ya kiraia. Kauli hii inakuja wakati Rais wa Marekani Donald Trump akionyesha matumaini makubwa kuhusu mazungumzo hayo. Trump amesema kuwa Washington inazungumza na viongozi wa Iran ambao kwa maneno yake wanataka sana makubaliano. Rais huyo ameashiria kuwa kuna maendeleo yaliyopatikana nyuma ya pazia na kwamba uwezekano wa kusitishwa kwa vita unaweza kuwa karibu kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Kwa wiki kadhaa zilizopita, Marekani na Iran zimekuwa zikituma ujumbe kupitia Pakistan, ambayo imeonekana kuwa mpatanishi mkuu katika mgogoro huo. Islamabad imekuwa ikifanya mazungumzo ya siri na viongozi wa pande zote mbili kwa lengo la kuzuia vita kuenea zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Diplomasia hiyo ya nyuma ya pazia imeongezeka hasa baada ya hali ya kijeshi katika eneo la Ghuba kuanza kuathiri biashara ya mafuta duniani pamoja na uchumi wa mataifa mengi yanayotegemea nishati kutoka eneo hilo. Taarifa kutoka duru za kisiasa zinaeleza kuwa pendekezo la Marekani linajumuisha kusitishwa kwa mashambulizi, kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz kwa meli zote za biashara pamoja na kuanzishwa kwa mazungumzo mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Washington pia inadaiwa kutaka Iran kuweka mipaka katika baadhi ya shughuli zake za nyuklia kama sehemu ya makubaliano ya muda mrefu yatakayohakikisha usalama wa eneo hilo. Hata hivyo, ndani ya Iran bado kuna tahadhari kubwa kuhusu nia halisi ya Marekani. Baadhi ya viongozi na wanasiasa pamoja na wabunge wa Iran wamekuwa wakionya Teherani haitaki kusukumwa katika makubaliano yatakayofanana na kusalimu amri. Wanasema Marekani imekuwa ikitumia vita, vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kimataifa kama njia ya kuilazimisha Irani kukubali masharti ambayo hayana manufaa kwa taifa hilo. Katika siku za hivi karibuni, kauli za Trump zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Wakati mwingine amesema kuwa vita vitaisha haraka kupitia makubaliano, lakini pia ametoa vitisho vya kurejesha mashambulizi makubwa dhidi ya Irani iwapo Tehran itakataa pendekezo la Marekani. Kauli hizo zimeonyesha jinsi mazungumzo hayo yalivyo nyeti, huku kila upande ukijaribu kuonyesha msimamo wa nguvu mbele ya jamii ya kimataifa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa hatua ya Iran kukubali kupitia rasmi pendekezo hilo ni ishara muhimu kwamba Tehran haijafunga mlango wa mazungumzo. Hata hivyo, wanaonya kuwa tofauti kubwa bado zipo, hasa kuhusu kiwango cha kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani, usimamizi wa shughuli za nyuklia na nafasi ya Marekani ya kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.